majina naitwa Albert Alois, katibu chama cha mpira wilaya Karagwe. Mbeleni tuko na mgeni wetu hapa anaitwa Aquila. Mtembelea ndani ya wilaya yetu kwa ajili ya kuongelea soka la wanawake pia na kusupport wilaya yetu. Karibu sana dada yetu. Asante. Kwa jina naitwa Aquila Gaspar, ni footballer na cheza Fountain Gate Princess kama mchezaji kiongozi na maanisha captain. Lakini nimefurahi kutembelea kupata kuongea na waandishi wa habari kwa maana Karagwe ni nyumbani. Sikuwahi kupata nafasi ya kuzungumza au kupewa nafasi ya kukutana na nyinyi au kuzungumza na Karagwe for the first day. Natumaini mazungumzo yatakuwa mazuri kwa maana kuna some projects na plans tutapata kuzungumza na viongozi kama alivyotangulia kusema kiongozi. Okay, before Fountain nadhani nimepata nafasi ya kupita timu tofauti kwa maana nimepata kucheza Kigoma Sisters, nikapata kucheza Mlandis Queens, Simba Queens, then Fountain Gate ambao kidogo ni klabu ambayo imepata muda wa kutumikia kwa muda mrefu na ni kama msimu wa 5 unaenda. Ni klabu ambayo kidogo ina mwanga, inaonyesha mafanikio kama mchezaji unataka kukua. Mimi naweza kusema nimezaliwa upya kwa Fountain, nikakuwa katika Fountain, that's why nimetumia muda mrefu na si kwamba nipo tu na ni kwa sababu kila msimu nakuwa napata mabadiliko na wa kukua. So safari hawezi kuwa tu sehemu kila slice kama unajua. Nimezaliwa Karagwe, nimesoma Karagwe japo sijasoma mpaka hivyo kidato cha 4, lakini kwa mazingira ambavyo yapo na geographically lazima ingekuwa vigumu kwa maana jamii ambayo tuko na familia kwa mtoto wake kucheza mpira lazima ingekuwa tu changamoto. Ilibidi tu kujitoa mwanga. Nasema kujitoa mwanga au kukubali changamoto zile sehemu ya maisha ili hadi niweze kukamilisha ndoto zangu. Changamoto kubwa ni kwamba wewe ndo unaanza. Hakuna mtu ambaye yupo juu yako. Yaani sawa una ndoto, una talent lakini hakuna mtu ambaye ametoka kwenye ile jamii anafanya kitu kama chako, Kwa hiyo ilikuwa ni kazi kuaminisha familia, even jamii, watu ambao wananizunguka. Kwangu mimi nilichukulia tu kama ni sehemu tu ya safari yangu ya mafanikio kwa maana nilikubali kupokea kila aina ya changamoto kama kudharauliwa, kutengwa. Yes, sometimes hata kukaa nje ya familia yangu kwa baada ya miaka. Lakini unajua hakuna mzazi ambaye hapendi mwanae asifanikiwe lakini safari inavyozidi kukua nzuri, jamii inakuja na ndo kama hivi haujawahi kufanya lakini tumefanya. Na tumefanya hivi ni mwanzo, tutafanya zaidi na watu wengine zaidi. Kwa hiyo mimi nashukuru nichukua changamoto nikabeba mabegani zimenifikisha hapa hivyo na niona. Yes. I think football mpira ni mchezo wa wazi. Mpira ni mchezo ambao unachezwa wazi, kila mtu anaona. Then hata wewe mwenyewe lazima ujiangalie kama unaona kuna future, lazima ujifuatilie. Kwa mimi nasema baada ya jamii ya familia lazima ukataa, lakini babangu mimi alinipa nafasi kwamba Yesu kisha kwenda huko duniani utajua kuna wanamichezo wenzako kule, support iko kubwa sana. Uzuri wanamichezo si tunatengwa sana na jamii. Jamii iko mbali sana na sisi. Tunasaidiana sisi kwa sisi. Ukikwisha kuwa umeondoka kwenye familia yako, umeamua kucheza mpira very serious, ukakuwa confident, ukakuwa na discipline, unakutana watu ambao wanatafuta kama wewe. So kwenye kutafuta mkutana na watu wengi tofauti, kwenye kunyanyuana ndio kama hivyo. Nimebahatika nikakutana na mkurugenzi wa HLAC and Martin Company, wakanipa support ya kunilink na jamii. That's why hata nyewe mmetambua kama nipo kwa sababu wanakuja sipatieni support ya kwenye football. Asante mwandishi. Kwa majina naitwa Edwin John maarufu kama Mwalimu Edo. Professional mwalimu wa michezo katika shule ya sekondari Kanono, ambao kimsingi kwa sasa ni miongoni mwa shule 56 teule
nchi nzima za michezo. Nimeenda pale pia, moja ya majukumu nilipeleka pale kutoka kwa mwajiri wangu ni kuendeleza programs hizi zinazohusisha michezo hasa na mpira wa miguu pia ukiwa miongoni, na hususan soka wasichana. Nimekuwa mdau mkubwa sana wa kuona vipaji hususan upande wa soka wasichana. Tangu nikiwa katika shule ya niliyoajiriwa kwa mapema Ndama Sekondari. Nadhani watu wengi watakuwa mashahidi kwamba nimekuwa na programs zinazohusisha vijana wengi wa kike. Na hivi tunavyoongea pia tuwapo baadhi ya vijana ambao wengine wafika level wa daraja za chini Dodoma. Lakini wapo wengine kutokana na mazingira kama nilivyosema Aquila wameshindwa kutokana na aina ya mazingira tuliyopo. Lakini wapo wengi ambao pia wamepita mikononi mwangu. Lakini nje na hilo, moja ya majukumu nafanya mimi nisema kama tendaji wilaya kwa maana KDFA, lakini katika engo ya mpira wa miguu upande wa wanawake na vijana. Kwa kama mwalimu nimekuwa nikifanya kutoa hamasa kwa jamii nzima, lakini kwa wadau muhimu kama Mr. Echlak Martin, Mr. Miss, na tumekuwa tukishirikiana sana kuhakikisha kwamba tunaweza tukapata watoto kadhaa ambao kuweza kupush angalau kumsogelea ama kufikia level alizofikia Aquila. Kwa naona kabisa kwamba ujio wa Aquila utaleta mwamko mkubwa sasa kwa wale vijana ambao wako mashuleni na wale ambao wako mtaani ambao wanaona wanaweza kufikia, kumbe kuna njia ambayo Aquila ndio anaifungua taratibu. Kingine ambacho nakiona kupitia Aquila ni kwamba jamii sasa inaenda ikitambua taratibu. Kumbe kama mtoto kama Aquila leo anaweza kufikia hatua kucheza Fountain Gate, kumbe tunao kina Aquila wengi ambao wanapaswa watengenezwe. Amesema vizuri Aquila kwamba ili kuwapata watu wa aina hiyo pia lazima kuanzia ngazi za shule ya msingi na sekondari pia lazima kuwe na uwekezaji wa walimu ambao ni walimu wa michezo. Kama zinakuja kozi mbalimbali, nadhani tunao baadhi ya walimu ambao tayari wameshapitia hizo courses. Kuna haja kutengeneza sasa, kufungua mifumo kupitia viongozi wetu wa wilaya wa kiwilaya, hususan maafisa michezo, kutengeneza namna zilizo bora kupata vijana mbalimbali ambao watapita katika mfumo sahihi, na hatimaye tuwe na akina Aquila wengi. Maana yake nini? Kupitia mashindano ya mitashumta tunapata watoto, kupitia mashindano ya UMISETA tunapata watoto. Je, baada ya mashindano hayo hawa watoto wanafanya nini? Je, ni kwa ajili ya mashindano tu, baada ya mashindano wanapotea? Kupitia chama cha mpira chini ya Mr. Karim na katibu wake Mr. Batalois, tunategemea kuona pia sasa tukitoka tukule mfumo wa kuwa na ligi za wanaume tu, basi iwepo angalau hata mara moja kwa mwaka tuwe na ligi fulani ambayo itakuhusisha mabinti. Kupitia hiyo itaongeza hamasa Karagwe kupata watoto design ya Aquila. Wanapopatikana wapo wadau mbalimbali, kina Hamisi wapo wengi ambao wanahitaji kuwaona, watakuja mascouts, wataona vipaji na huenda tukapata sasa wengi wa kuwasogeza jikoni kwa maana ya mikoa ya karibu, mfano mkoa wa mbali Dodoma, Dar es Salaam ambapo mpira unachezwa sana. Kwa hiyo ninaamini kupitia fursa hii na hususan press hii itafungua njia kwa watu walio wengi sana. Tunao vijana wengi, kwa mfano msimu huu hivi ninavyoongea nimetoka kwa mashindano ya UMISETA level ya mkoa, tulikuwa na timu pia wasichana Karagwe. Ni kwa bahati mbaya tumekuwa tupati maandalizi bora kwa hawa watoto. Watoto hao unawapata, una train mara moja kwa wiki, maana kutokana na namna mifumo ya shuleni ilivyo. Unajua viongozi wengi ambao wako wengi wa shule wanaamini sana katika taaluma, lakini hawaamini sana katika vipaji. Lakini sasa mimi wanaamini sana katika mlango wa kwamba kipaji ni zaidi hata hizi taaluma. Though lazima watoto wasome, lazima tuwahimize kusoma, lakini akipata muda wa kusoma huku anacheza, akipata nafasi ya kucheza akawa bora, nadhani itamlipa na atafungulia milango wengi na kiuchumi ataimarika. Kwa sababu hiyo sasa hatukuweza kufanya vizuri kwa level ya mkoa. Tulipoteza mechi 2 na tumerudi na vijana almost wote, lakini bahati tulionayo katika ile timu tunaenda nayo, sehemu kubwa ya wale vijana tulikuwa na vijana 14, vijana 10 ni madarasa ya chini, kwa maana ya form 2 form 1. Kwa hiyo tunategemea kuwa na mwendelezo bora kiwa tutakaa na kufanya
kuchambua kuona wapi tulikwama na kupitia viongozi wetu wakitusupport, nadhani ile timu yote ikafanya vizuri sana mwakani. Kwa hiyo tunahitaji kama alivyosema Aquila amini kwamba kuwa na ligi. Hizi ligi ndogo ndogo za mtaani zitasaidia na wao kujulikana. Na tayari kama chama cha mpira tulishamshawishi mheshimiwa waziri wetu Innocent Luga Bashungwa kwamba ikiwezekana kwa ligi ijayo sasa hebu tufocus tufikirie kuwa na nini miongoni mwa zile timu basi tuwe na timu angalau kwa kuanzia hata 6 za soka wasichana. Watakapocheza kwa mfano lese wanacheza kwa katika kuzinduzi na katika final, maana kuna watu wanaokuja wengi kutoka sehemu mbalimbali nchi nzima. Wanapoona sasa kumbe kuna sehemu ya kuanzia. Kwa hiyo inaweza kuwa ni mwanga wa kuwatoa wale watu, na bahati nzuri waziri wetu wa mambo ya ndani msikivu, na naamini kwa sababu tuna mratibu msaidizi wa ligi hapa ambaye ni katibu wa chama cha mpira, atatumia hiyo fursa katika kuwatangaza vijana hao wa kike. Sawa, kwa majina naitwa Yese Grace Mwakagenzi, ni afisa habari na afisa mipango wa kampuni ya H. Ken Martin Beverage Company Limited, ambao ni watengenezaji, wasambazaji na wauzaji wa kinywaji cha kombucha sweet wine. Kipekee tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu pamoja na mambo mengine Aquila amekuwa ni mwanamichezo pekee ambaye ameshirikiana na sisi kwa ushirikiano wake mkubwa sana, kuhakikisha kwamba tunashirikiana kwa pamoja kuweza kutangaza bidhaa za nyumbani, kwa sababu yeye anazaliwa Karagwe na hiki kinywaji kinatengenezwa Karagwe pia. Kwa hiyo tumemtumia kama barozi kuhakikisha kwamba tunatangaza kinywaji hiki ambacho kinatengenezwa katika eneo ambalo anazaliwa mchezaji pekee ambaye amefanikiwa kwa kiwango kikubwa kutokea katika mkoa wetu wa Kagera. Na kupitia hapo sasa tuna project nyingi sana ambazo tunahitaji kufanya, pengine katika kipindi chake akiwa anaelekea labda mwishoni kustaafu soka na baada ya kuwa amestaafu soka. Kuna mambo mengi ambayo tunapanga kufanya zaidi kuhakikisha kwamba tunakuza soka la wanawake katika wilaya yetu ya Karagwe, lakini vile vile kuhakikisha kwamba kwa uwezo wake na kwa uzoefu wake, exposure ambayo amekwisha kuipata, ili basi tuweze kuunganisha hiyo akili na kuweza kufanya mradi mkubwa ambao utakuwa ni endelevu kwa maana ya kuendelea kuibua na kukuza vipaji vya Karagwe kwa maana ya soka kwa ujumla wake. Mimi napenda kushukuru wanahabari, pia niwaahidi kupitia kwa mwenyekiti wetu ndugu Karimu Amri kushirikiana na mbunge wetu Innocent Bashungwa na wadau wa soka, tutajitahidi tuwashawishi wadau kwa ajili ya kuweka ligi ya kike. Kwa hiyo kina dada zetu, wadogo zetu tutawekea ligi ya kike. Kwa hiyo tunawaahidi tutajitahidi kwa ajili yao.